Mbunge wa jimbo la Momba, Condesta Sicharwe, aliwahi kuingia bungeni na chupa za pombe za kienyeji ikiwemo gongo kama sehemu ya kuwasilisha hoja yake kuhusu ubunifu wa Watanzania katika utengenezaji wa pombe za asili. Tukio hilo lilitokea wakati wa mjadala bungeni mjini Dodoma, ambapo mbunge huyo aliitaka serikali kuzitambua na kuzifanyia kazi utafiti pombe za kienyeji badala ya kuzipiga marufuku au kuzimwaga. Alisema bidhaa hizo ni sehemu ya ubunifu wa wananchi na zinaweza kusaidia uchumi endapo zitaboreshwa na kupimwa ubora wake. Ngoja tumsikie mbunge Condesta Sicharwe. Nilipokuja hapa nikazitetea pombe zetu za kienyeji, sikupewa majibu mazuri na serikali. Na Mheshimiwa Simbachawene akaahidi vizuri sana hapa kwamba atalifanyia kazi, na Mheshimiwa Waziri ni huyu na Naibu Waziri ni huyu. Sasa leo Mheshimiwa Spika, nimekuja na pombe zenye thamani kubwa sana hapa. Nataka Mheshimiwa Waziri aniambie hizi pombe ziko hapa nchini zinafanya nini, na hizi pombe kwa namna zinavyouzwa bei gani. Hapa nimekuja na pombe mpaka ya 270,000. Afu pombe hizi nimeenda kuzinunua kwenye hoteli kubwa hapa Dodoma pale Molena kwa Shabibi, ambapo ninaamini watu ambao wanaenda sehemu ile ni mawaziri wenyewe, makatibu wakuu wa wizara, labda na wabunge wenyewe na wafanya biashara wakubwa ndio wanaenda sehemu ile. Sasa swali, kama serikali haina dini na pombe ni dhambi, hizi pombe zinafanya nini hapa nchini? Smile off. Nisaidia kutoa mama. Hiyo inaitwa sijui Greenfitch, wanywa pombe wanajua. Sijui kuna Hennessy, kuna Jack Daniels, kuna nini hii inaitwa ni Hennessy nyingine. Hii inaitwaje? Inaitwa Gordon Stone. Haya, naomba hizi za Tanzania. Hizi ndio za kwetu za Tanzania zinazozalishwa hapa Kevanti na Konyaga. Mheshimiwa Spika, swali langu, hizi zote nimenunua kwa Morena kwa Mheshimiwa Shabibi. Zinagharimu zaidi ya 500,000 hapa zilipo. Swali najiuliza, hizi pombe zinafanya nini? Tafsiri yake wako watu ambao wanatumia hizi. Nataka niwaulize Watanzania wenzangu walioko huko nje na wabunge walioko huko, ni nani ambaye mtoto wake akaenda kufanya kazi kwenye kiwanda cha TBL atakataa? Atasema ni dhambi. Tufanye sasa hivi, awe ni mkurugenzi mkuu wa kiwanda cha TBL wale Tanzania Breweries. Nani atazungumzia maswala ya dhambi hapa? Haya, huyo ni mbunge Condesta Sicharwe, umemsikia hivyo. Sasa napitia baadhi ya jumbe za watazamaji ambazo wamezituma hapa ndani. Huyu anasema hii ni hoja ya msingi sana, ubunifu wa Watanzania unapaswa kuthaminiwa badala ya kupigwa vita. Mwingine anasema gongo imekuwepo miaka mingi vijijini, kama itaboreshwa na kupimwa inaweza kuwa chanzo kizuri cha mapato kwa wananchi. Mwingine huyu anasema wengine wanaona kama ni utani kuingia na pombe bungeni, lakini ukweli ni kwamba alitaka kuonyesha uhalisia wa maisha ya wananchi. Na ukamata ujumbe huu mwingine anasema serikali ifanye utafiti kwanza, maana pombe kali zisipodhibitiwa zinaweza kuwa hatari kwa afya. Na weka nukta na jumbe mbili za mwisho hizi. Mwingine anasema hivi, kama bia na pombe nyingine zitatengenezwa viwandani na kuuzwa kisheria, kwa nini gongo isiweze kuboreshwa na kupewa viwango? Ujumbe huu wa mwisho kabisa anasema huu ni mfano wa mbunge anayewaza maisha ya wananchi wa kawaida vijijini. Wapo wanaotumia vibaya pombe hizi, hivyo ni muhimu pia kuwe na elimu ya matumizi sahihi ya pombe hizi. Naam, asante sana mtazamaji wa Baharia TV kwa wewe ambaye unaendelea kutufuatilia. Cha msingi na cha sekondari, bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele ili uendelee kuwa mwanafamilia wetu na wewe mtu wetu wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipandisha. Jina langu mimi ni Friday Mongomare na hii. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.